Habari zenu ndugu zangu wa Kongomani popote pale mlipo. Hii ni Congo News hapa Cleveland, Ohio, Marekani, na mimi ni Hussein Kubwa. Nakuja kuangalia swala la hawa vijana ambao ni Wakongomani wanacheza mpira hapa Marekani na kwa nini hawawezi wakachezea timu ya taifa ya Kongo. Unajua kuna kucheza mpira ili ujifurahishe na kucheza mpira kwa malengo ya kuwa mpira inakuwa kama professional, ni kazi ambayo unayoifanya. Hivyo ni vitu viwili ambavyo ni tofauti. Unaweza ukawa na kipaji, lakini kipaji usipokitumia vizuri kulingana na mazingira ambayo unayoishi, kipaji chako hakitakusaidia kitu chochote. Sasa hawa vijana wanacheza mpira bila malengo. Kwanza, kitu cha kwanza ambacho kinaweza kikakufanya wewe ufanikiwe ni kuwa mzalendo. Kama ninavyowaambiaga, uzalendo ni kitu ambacho kinachomfanya mtu apate mafanikio. Haijalishi uzalendo wako umejikita kwenye engo gani. Unaweza ukawa ni Mkongomani ukabaki kuwa Mkongomani, na vile unavyokuwa mzalendo ndivyo wazalendo wenzio wanakuelewa. Hata mimi hapa ninayefanya hapa matangazo, mimi ni Mkongomani. Ukiangalia video ambazo nilikuwa na posti zamani, nilikuwa naenda huku, sikujua kama nikiwa mzalendo ninaweza nikafanikiwa. Na hata hivyo sijafanikiwa, lakini nina 100% Mkongomani yule ambaye ni mzalendo atakaipata nafasi ya kuiona hii video atanisapoti, kwa sababu mimi ni ndugu yake, mimi ni Mkongomani kama yeye. Swala la yeye kunisapoti alitokuwa gumu sana, kwa sababu yeye atakuwa ni mzalendo, anapenda chochote kile ambacho mtu wa taifa lake anachokifanya. Sasa ukiangalia wa madogo ambao wanaocheza mpira, wengi wao wanajiita ni Watanzania. Imagine mtu baba yake na mama yake ni Mkongomani, lakini anajiita ni Mtanzania, au ni mtu ambaye ametoka Kenya kwa sababu ameishi kwenye kambi ya Kenya. Yaani umeishi kwenye kambi ya Kenya, tuseme kama mkimbizi umezaliwa pale, lakini baba yako ni Mkongomani na mama yako ni Mkongomani, lakini unajiita Mkenya. Huo ni upumbavu, huo ni ujinga. Hayo ndiyo masuala ambayo yanachangia ninyi kutokuangaliwa, ninyi kutokuonekana kama ni watu ambao mpo serious. Yaani mtu ambaye yupo serious hawezi akaisaliti nchi yake kwa mambo madogo madogo haya. Swala la kuchukua uraia wa nchi nyingine sio shida, lakini inabidi urecognize pale ambapo umetoka, pale wazazi wako ambapo wameishi. Na ndio maana hata ukiangalia mifumo ya hapa Marekani, watu weusi wengi wamepotea na hawafanikiwi kwa sababu hawajui sehemu ambapo walitoka. Nisijikite sana kwenye masuala ya watu weusi, lakini nakuja kuzungumzia hawa madogo ambao wanaocheza mpira hapa Marekani. Swala la mpira ni professional, na sio tu kuchezea timu ya taifa. Unaweza ukachezea timu za Ulaya ukapata hela nyingi sana kuhusiana na kipaji ambacho ulichonacho. Ukiangalia Alphonso Davies ni mtu ambaye alikuwa ni mkimbizi, aliishi Canada. Mkimbizi kama wewe, alicheza mpira kwa njia ambazo zilikuwa sahihi na alikaa kwenye mstari, hivyo akapata nafasi akachezea timu kubwa, mpaka hivi anachezea Bayern Munich na akachagua timu ya taifa atakayoichezea. Na ili wewe uitwe kwenye timu ya taifa, natakiwa timu ambayo unayoichezea ni timu ambayo inafuatiliwa na taifa la Kongo, au sio Kongo tu, na Wakongomani wengi wanaoishi sehemu mbalimbali, au hata timu ambayo inayohusisha. Kwa mfano tuseme wewe ni mchezaji ambaye unaicheza mpira hapa Marekani, umepata nafasi ya kwenda kuichezea timu ya Uingereza, hata Sunderland, kama anavyochezea kama anavyocheza Noah Sadiki. Noah Sadiki anacheza Sunderland, lakini hakuna mtu ambaye alikuwa anamjua. Noah Sadiki alionekana kwenye timu ya Sunderland, alafu baadaye wakaanza process za kumuuliza yeye atarepresent timu gani, kwa sababu ni Mkongomani, akasema atairepresent Kongo, na hiyo ilimpa nafasi ya yeye kuitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa. Kama na wewe ambaye unaishi hapa Marekani, Canada na Australia, unaweza ukaitwa kama una kipaji. Hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kikazuia timu ya taifa isikuite kwenye kikosi cha wachezaji 26 ambao watakaoshiriki mashindano ya AFCON au mashindano ya kombe la dunia, kama hao walivyoshiriki kombe la dunia. Hiyo ni kitu ambacho mimi kinanisumbua sana kwa hawa vijana, kutokuwa wazalendo na kutokufanya vitu kwa malengo. Nyinyi ni Wakongomani kama mimi, na mimi nawatakia ninyi mfanikiwe.
Nataka vijana ambao wana vipaji wa Kongomani wanaoishi Marekani mcheze mpira kwa malengo ya kuwa na idea ile ya kulichezea taifa letu, ya kucheza mpira wa kulipwa. Mpira una hela nyingi sana. Mimi niwaambie, hata ninyi mnaoenda shuleni, kuna watu ambao hawakwenda shule lakini sasa hivi ni watu maarufu, watu ambao wanaopokea hela nyingi kwa sababu ya soka, mpira. Ni mchezo ambao unaofuatiliwa na watu wengi sana. Ukiangalia huyu Vozina ambaye alichezea timu ya Cape Verde, huyu golikipa, huyu jamaa alikuwa na followers wadogo sana kwenye platform yake ya Instagram. Na hata hivyo ashakuwa mzee, ana miaka karibu 40. Muda wako ulikuwa umeshapita, lakini amepata mafanikio sasa hivi. Instagram yake ni kati ya Instagram za mastaa ambao wanaofuatiliwa sana huko Afrika kwa sababu ya mpira wa miguu. Kwa hiyo mafanikio kwanza hayana muda, mafanikio hayana wakati. Kama wewe bado ni kijana mdogo, una kipaji cha kucheza mpira, basi cheza mpira kwa malengo. Cheza mpira professionally. Na cha kuzingatia kabisa, inatakiwa uwe mzalendo. Hicho ni kitu ambacho kitakusaidia. Uzalendo ndo unawafanya watu wengi wafanikiwe. Haijalishi unaishi wapi. Hata ukiangalia hawa ambao wameishi kwenye nchi tofauti tofauti, hata wachezaji wa Ufaransa, wengine wanajua walikotoka, wengine washawahi kutembelea haya maeneo ambapo ametoka. Huo ni uzalendo. Unaweza ukachezea timu ya Ufaransa, no problem. Lakini waambie Wafaransa kwamba wewe ni Mkongomani na ulipozaliwa au walipozaliwa wazazi wako ni Kongo. Sasa wewe umezaliwa Nyarugusu, baba yako ni Mkongomani, mama yako ni Mkongomani, lakini unasema wewe ni Mtanzania. Kwa kitambulisho gani? Kwa kipi kinachokufanya wewe uwe Mtanzania? Yaani wewe umezaliwa Kenya kama mkimbizi, uliishi kwenye kambi ya wakimbizi, alafu unasema wewe ni Mkenya. Kivipi? Una kitambulisho chochote? Sasa hivi ukienda Tanzania, nani atakayekupokea kama Mtanzania? Au ukienda Kenya, nani atakupokea kama Mkenya? Una kitambulisho kipi ambacho kinachokuonyesha wewe ni Mkenya? Na ukishaanza kuongea kwamba wewe Mkenya, hata Wakongomani wakikuona unafanya jambo lolote, hawatakuchukulia serious kwa sababu wewe si mzalendo. Kwa hiyo sisi Wakongomani hatutokuwa tuna shauku ya wewe ucheze timu yetu ya taifa, maana utatusaliti. Uzalendo ndo kitu ambacho nachosisitiza. Natakiwa sisi Wakongomani tuwe wazalendo. Mimi huu utangazaji naoufanya na haya maamuzi niliochukua ya kutoa taarifa za Wakongomani popote pale ninapokaa, huu ni uzalendo. Na naamini Mkongomani yeyote ambaye ni mzalendo, hana wivu, ni mtu ambaye anayependa maendeleo, hata ni support hata kama sifanyi vizuri. Uzalendo unakufanya wewe usapoti hata kitu kama akikizi yale mahitaji wewe unayoyataka. Kama sisi mashabiki wa Kongo, hatukufikiri kwamba nchi yetu itachukua kombe la dunia, lakini ni majukumu yetu kusapoti timu yetu ya taifa. Ni majukumu ya Mkongomani yeyote kusapoti timu ya taifa. Maana hilo ndilo taifa letu. Hatuna taifa lingine, hata kama tukibadilisha vitambulisho, hata kama tukibadili uraia, hata kama watoto wetu wakisema kwamba mimi nimezaliwa hapa Marekani hivi na hivi, lakini kuna root ambayo itakayompeleka yeye kuwa na DNA ya Ukongomani. Na ndio maana unaweza ukazaa na mzungu lakini ukaitwa mtu mweusi. Yaani unaweza ukawa baba yako ni mzungu, mama yako ni mweusi, lakini umechanga rangi, lakini unaitwa mtu mweusi kuliko kuitwa mtu mweupe. Hiyo inakufundisha nini? Hiyo inakufundisha kwamba uzalendo ni kitu ambacho kinachokusaidia wewe kupiga hatua. Uwezi ukapata sapoti kwa Watanzania kwa kitu chochote utakachokifanya, iwe ni mziki, iwe ni nini, ikiwa wewe sio Mtanzania. Uwezi ukapata sapoti kwa Warundi ikiwa wewe cha kwanza sio Mrundi. Ili Warundi wakusapoti, kutakuwa kuna Wakongomani ambao walikusapoti kwanza, ukafika kwenye sehemu fulani au kwenye ngazi fulani, kisha watu wa mataifa mengine wataenda kukusapoti kwa sababu kuna chimbuko ambalo lilikusaidia wewe kufika hapo ulipo. Hata hawa wasanii wa Tanzania wakina hawa Diamond, sisi Wakongomani tumewajua baada ya Watanzania wenyewe
kuwapromoti hao wote wasanii mnaowaona. Media zao zinawasaidia kuwapromoti, watu ambao wanaoishi nao wanasaidia kuwapromoti. Kisha na sisi wageni tunawaona sasa kwenye mitandao ya kijamii, lakini wanaowasapoti na kuwafikisha hapa walipo ni wale ambao wanaoishi nao. Kwa hiyo na wewe Mkongomani natakiwa uwe mzalendo. Cha kwanza, chonde, mimi nakuomba. Uzalendo utakufanya wewe upige hatua ya maisha. Uaminifu na kufanya kazi kwa pamoja kwa ndugu ambao mnajua mmetoka sehemu moja, mnafanya kitu ili mfanikiwe kwa pamoja. Umoja ni nguvu, ndivyo walivyosema Waswahili. Lakini uzalendo ni kitu ambacho kinakupa nafasi kubwa ya wewe kupiga hatua za maisha. Maana utakutana na wazalendo wenzio, utakutana na ndugu zako ambao watakuwa na idea kama yako, watakuwa wapo tayari kupiga na wewe safari hata kama itakuwa ni ngumu. Wakongomani, huu ndi wito. Hii kazi ya kutangaza yale ambayo yanayoendelea nchini kwetu na watu wote ambao wanahusiana na nchi ni kazi ambayo mimi nimeifanya kwa kujitolea tu. Ninajitolea na huu ni uzalendo wangu na kuipenda nchi yangu, sio kwa kitu kingine. Na nikipata mafanikio nitakuwa nimestahili kwa sababu napigania kitu ambacho kitasaidia taifa langu au watu wa taifa langu. Kwa hiyo sioni haja ya wewe kuona chuki, sioni haja ya wewe kutokunisapoti hata kama sifanyi vizuri. Kwa sapoti yako itanipa mimi shauku ya kurekebisha kile kibaya ninachokifanya na kwenda kwenye nafasi ambayo mimi naifikiri kutokana na kazi ambayo ninayoifanya. Nikifanikiwa kwenye matangazo ni kwa sababu mimi natangaza kila siku. Nikifanikiwa kwenye masuala ya kipaji nilicho nacho, kucheza mpira, kufanya kitu chochote, ni kwa sababu ya kipaji ambacho nilicho nacho au ulicho nacho. Haya mambo ya kusaliti nchi au ya kusaliti watu ambao unajua wanaweza kukusapoti sio mazuri. Hata kama kukusapoti leo, wewe endelea kufanya kazi, maana kuna siku watakuja kukusapoti na kuona kama wewe mchango ambao unaotoa una maslahi mapana kwa taifa na watu ambao wanao ipenda nchi husika. Sapoti inaanzaga nyumbani. Watu wa nyumbani wanaweza kukuponda, lakini wewe uwe mvumilivu. Wewe piga kazi, pambana. Ukifanya vizuri watu watakusapoti. Mimi ninavyojua watu wanaweza wakakuponda, lakini siku utakapofanya vizuri watakusapoti. Kwa maana watu kuwa na njia mbadala. Badala ya wao kukuponda, itabidi wakusapoti kwa sababu unafanya vizuri. Hivyo ndivyo maisha yalivyo, na hapa nakuja kuongea na vijana ambao mnaocheza mpira. Kuwa wazalendo ndio kitu ambacho kitakachowafanya ninyi muonekane na watu wawapromoti, kwa sababu mmeonyesha uzalendo kipindi pale mnapoanza mikakati yenu. Mimi ni Hussein Kubwa hapa Cleveland kutangaza